Nipende kuchukua nafasi hii kwa namna ya pekee sana kusema ya kwamba eneo hili la Simiyu River Field ni eneo ambalo lina historia ya pekee sana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Kipekee sana nichukue nafasi hii niweze kumleta kwenu Mchungaji Kuba Mayalu atupatie historia ya kazi ya Mungu katika eneo letu la Simiyu River Field. Mchungaji Kuba Mayalu, karibu sana. Ndugu mgeni rasmi wa tukio hili makini sana la uzinduzi wa Simiyu River Field, Mchungaji na Daktari Brasius Ruguri, mwenyekiti wetu wa division ya East and Central African Division, ndugu mwenyekiti wetu wa Northern Tanzania Union Conference, Mchungaji Mark Warwa Malekana, na ndugu katibu mkuu Mchungaji John Magulilo Mwakalonge, na ndugu mhazini mtumishi wa Mungu mzee wetu Matias Mavanza, na ndugu viongozi wetu wa field kiongozwa na mwenyekiti wetu Mchungaji Richard Mashauri, na katibu mkuu Mchungaji Cleveland Otieno, na mhazini mtumishi wa Mungu CPA Lengai Liza, na viongozi wote wa field na conference mbalimbali. Mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Nami kwa unyenyekevu mkubwa sana na kwa furaha kubwa ya kuisema historia, niwaletee historia ya kazi ya Mungu katika jimbo hili jipya ambalo siku ya leo mgeni wetu rasmi atalizindua, Simiyu River Field. Kwa utangulizi ni kwamba moja ya mambo muhimu tunayopaswa kujivunia ni kuona kasi ya kazi ya utume katika kanisa la Mungu. Leo tukiwa katika sherehe hizi makini za uzinduzi wa field mpya ya Simiyu River Field, ni udhihirisho kuwa kazi ya Mungu imekuwa. Katika mkutano huu muhimu ambao ni mkutano wa kwanza wa Simiyu River Field, ni muhimu kuangazia namna kazi ya Mungu ilivyoingia katika mkoa wa Simiyu, ambapo ndipo field mpya inaanzishwa siku ya leo. Nami nikupeleke katika mianzo ya kazi ya utume ndani ya mkoa huu wa Simiyu River Field. Punde tu baada ya kazi ya Mungu kuingia katika nchi ya Tanzania mwaka 1903, ikitokea katika milima ya Upale pale Miamba Giti, injili ikaingia katika mkoa wa Mara na palipo na Mara Conference, na hii ilikuwa ni mwaka 1908. Na punde tu baada ya mkoa wa Mara, injili ilikuja moja kwa moja katika mkoa wa Simiyu, ikiwa ni mwaka 1912. Na katika mkoa wa Simiyu niwakumbushe ya kwamba injili ililetwa kwetu na missionary kwa lugha ya Kiswahili mpelekwa aliyeitwa R. Laskai, ambaye alifika katika eneo letu la Simiyu mwaka 1910, na katika kijiji cha Nyakabindi alipokutana na mfalme au mtemi wa himaya ya Ntuzu aliyeitwa Mvanga Balele. Na baada tu ya kufika
na kuonana na mtemi aliyekuwa kiongozi wa eneo la Ntuzu, akaelekezwa eneo la Bupandagila, na sababu kubwa lilikuwa ni eneo ambalo kimsingi halikuwa na wakazi wa kutosha, na hivyo lilikuwa ni eneo la wazi ambalo lisingekuwa na mwingiliano. Na mtumishi wa Mungu kwa miaka 2 akafanya kazi ya kufyeka vichaka, na hatimaye akajenga nyumba 2 ambazo mpaka ninavyoongea hivi leo katika ile shule yetu ya Bupandagila palipokuwa na kituo cha kwanza cha missionary, nyumba hizi 2 bado zipo hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo baada ya ujenzi wa nyumba hizo mwaka 1912 ndipo akaanzisha misheni ya Bupandagila. Kwa lugha nyingine ni kwamba Bupandagila ndicho kituo cha kwanza cha utume baada ya Mjerumani Ara Laskai akiwa na wenzake kuanzisha kazi ya injili. Lakini hakuwa peke yake, na alikuwa na missionary mwingine au mpelekwa ambaye aliitwa Richard Muzingi, ambaye wakati Laskai akianzisha kazi ya utume pale Bupandagila, Richard Muzingi yeye alisafiri na kwenda katika kijiji cha Habia, kilomita 20 upande wa mashariki kutoka katika mji huu wa Bariadi, na akaanzisha kituo cha umishonari katika kijiji kile cha Habia. Na hata leo mahali pale liko kanisa la Bwana. Niseme mambo haya yafuatayo. Tunapoongelea habari ya kazi ya utume, wakati fulani utagundua ya kwamba wako wafia dini katika utume. Huyu Mjerumani mpelekwa kwa lugha ya kigeni ni missionary Richard Muzingi, alipokuwa katika kijiji kile cha Habia akiwa ameanzisha kazi ya utume mwaka 1912 na 1913. Mwaka 1915 Richard Muzingi missionary akiwa katika vita kati ya Wamasai na Wanyantuzu, Wanyantuzu wakipambana kwa ajili ya kuokoa ng'ombe zao kwa sababu ya Wamasai kuja na kuvamia na kuhitaji kuchukua ng'ombe. Huyu Richard Muzingi akawa ameuawa na Wamasai. Na tatizo kubwa lilikuwa ni nini? Tatizo kubwa lilikuwa language barrier, maana lugha haikueleweka. Wakati kundi lile la Wamasai wakiwa wanamkabili mtumishi wa Mungu huyu Richard Muzingi, hawa wenyeji wake, jamii ya Kisukuma ambao tulioko hapa sasa, Bwana Yesu asifiwe, wakamwambia kwa lugha ya nyumbani, wolola na konuma. Sasa kwa sababu hakuielewa lugha, kwa hakika akawa amepigwa mshale na Wamasai na hatimaye maisha yake yakakoma. Lakini niwape habari njema, mwaka 1972 kazi ikafufuka tena katika kituo cha Habia. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kazi ya Mungu haikukomea pale Bupandagila na wala haikukomea pale katika kijiji cha Habia. Kazi ya Mungu ilisonga mbele na kuelekea katika wilaya ya Itilima, na katika mwaka 1913 katika wilaya ya Itilima ilianzishwa mission nyingine na Mjerumani au missionary aliyeitwa Seiler kutoka Ujerumani. Na mission hii makao yake makuu ni katika kijiji cha Itubilo. Kijiji cha Itubilo, mahali ambapo ni kilomita 13 kutoka katika mji wa Bariadi kuelekea upande wa kusini, na kazi ikaanzisha. Lakini mahali pale baada ya kazi kuanza, shule ikajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sasa majengo bado yapo, japo kuwa shule ile baadaye ilitaifishwa na kuwa shule ya serikali. Lakini tunamshukuru Mungu, kazi ya Mungu ilisonga mbele na injili ikatoka katika kijiji cha Itubilo ikaenda katika kijiji cha Suru
upande wa Mwagala ukiwa katika eneo la wilaya ya Maswa. Unapotoka hapa kwenda wilaya ya Maswa ni takriban kilomita 69, na kutoka wilaya ya Maswa kwenda kijiji cha Sulu ambapo pia injili ilianzishwa na missionary wa Kijerumani anaitwa Karl Kirchhaus ni kilomita 35 upande wa kaskazini mashariki mwa Maswa. Mahali pale katika kijiji cha Sulu mission ikafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kazi ya Mungu kuanza katika vituo hivi vya kimishonari, injili ikasonga mbele, na nikupatie habari njema ya kwamba katika mwaka ule wa 1922 wabatizwa wa kwanza katika eneo la Simiyu wakapatikana. Walibatizwa wapi? Walibatizwa katika mto ulioko kusini mwa shule ya sekondari ya Bupandagila. Nao hawa ni nani sasa? Kwanza alikuwa ni Daudi Sule, na wa pili alikuwa Stefano Ngasani, na watatu alikuwa Daniel Malugu, wa nne alikuwa Enoka Minja, na mwingine anayefuata alikuwa Yoel Mesaki, na anayefuata alikuwa Zakaria Mbuli, na mwingine alikuwa Daudi Salu, na Zakaria Ngasa, Meliki Mazinge, na wa 10 jina lake halikukumbukwa vizuri. Haya yalikuwa ni matunda ya miaka 10 ya injili tangu kuingia kwa injili katika eneo la Simiyu mwaka 1912. Ndipo watu 10 wakabatizwa. Tatizo lilikuwa ni nini? Tatizo lilikuwa ni ukosefu wa uwepo wa wachungaji wanaoweza kufanya huduma ya ubatizo. Na kutokea hapa kazi ya Mungu ilienea, ikapanuka, na hatimaye miaka ya 1930 hadi 1940 mkutano wa kwanza wa makambi ukaanza katika kile kijiji cha Nyasimba. Hapo ndipo kambi la kwanza likafanyika. Naam, si mbali sana kutokea hapa, maana ni maeneo ya jirani tu, na mission ya Ntuzu ndiyo ilikuwa ikisimamia kituo hicho cha Nyasimba, na baadaye vituo vingine vilianzishwa kama vile Bupandagila, Sulu iliyoko huko Maswa. Sasa sikiliza thamani ya Simiyu katika injili. Thamani ya Simiyu katika injili. Baada ya kazi kupanuka sana ya utume, mkoa huu ulikuwa ndio kituo cha makao makuu ya field ya West Lake Field, na makao makuu ya field yalikuwa pale Bupandagila, kilomita 22 upande wa kaskazini mwa mji wa Bariadi, mahali hapa tulipo. Viongozi walikuwa ni R.E. Dale kutoka Uingereza. Huyu ndiye aliyekuwa mwenyekiti, na katibu mwazini alikuwa S. Okong. Mikoa iliyohusishwa ni pamoja na mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga katika kipindi kile, Kagera pamoja na wilaya ya Kibondo. Ilikuwa na washiriki wakati inaanza washiriki 2000 na mitaa mitano. Ungependa kujua mitaa hiyo? Wa kwanza ni mtaa wa Mwagala. Mtaa wa Mwagala ambao makao makuu yake yalikuwa pale Mwalatu, na mtaa wa Wenya ambao makao makuu yalikuwa pale Itubilo, mtaa wa Kanadi wenye makao makuu yake pale Habia, na mtaa wa Ntuzu wenye makao makuu Bupandagila, mtaa wa Nasa wenye makao makuu pale Mwamanyiri. Hii ndiyo mitaa mitano ya kwanza ambayo ilianza kuonekana au kuunda field ambayo nimeitaja West Lake Field. West Lake Field, baada ya kazi ya Mungu kuendelea hasa katika jiji la Mwanza na kuonekana miundombinu ni mizuri katika nyanja ya mawasiliano na habari ya barabara na kadhalika, ndipo
makao makuu ya field yakahamishwa na kupelekwa Pasiansi jijini Mwanza. Lakini hata hivi kazi ya Mungu ilisonga mbele katika eneo la Simiyu, uongofu ukaendelea, na hata sasa katika mkutano wa leo ni kupatia habari ya kwamba tunayo mitaa 52 na tunayo makanisa 472 ambayo leo yanaunda field hii. Hii inaonyesha kazi ya Mungu inasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapoipanua kazi yake na kukumbuka mahali injili ilipoanzia katika eneo la South Nyanza na kuundwa field ya Simiyu River Field, ni ushuhuda kwetu ya kwamba Bwana yuko kazini. Pamoja na furaha hii ya kupanuka kwa kazi ya utume, bado tuna wajibu mkubwa wa kuendeleza kazi ya injili. Kujitoa kwetu na kuwajibika ni muhimu sana, ili tuweze kupita katika mapito ya zamani. Bwana na awabariki. Aliyesoma historia hii ni mimi mchungaji Kuba Anthony Mayalu, mchungaji wa mtaa wa Dutwa.